Kwa mujibu wa taarifa, pato letu la taifa ni dola bilioni 91 sawa na trilioni 220. Ndugu zangu wabunge, nendeni katika nchi zote za bara la Afrika, mtafutieni nchi 10 ambazo zinachangia 10% kwenye pato la taifa kupitia sekta ya madini. Haitokei popote, sio jambo la kawaida, ni kazi nzuri ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan ameifanya. Jambo la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, Tanzania ni moja kati ya nchi kubwa na wazalishaji wakubwa wa madini ya dhahabu, lakini kwa muda wote nchi yetu haikuwemo kwenye orodha ya nchi zenye akiba ya dhahabu kupitia Benki Kuu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mujibu wa takwimu, nchi inayoongoza katika bara la Afrika kwa kuwa na akiba kubwa ya dhahabu kupitia Benki Kuu ni Algeria, ina tani 174, na kwenye 10 bora ya mwisho ni Msumbiji, ina tani 3.682 ya akiba ya dhahabu kupitia Benki Kuu. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo kwa sekta ya madini tufanye mabadiliko ya sheria. Kifungu cha 59 kifungu kidogo cha kwanza na cha pili cha sheria ya madini sura 123 tumekifanyia marekebisho na hivi sasa kinasomeka ifuatavyo: mtu yoyote ambaye ana leseni ya uchimbaji na ambaye anasafirisha madini nje ya nchi lazima atenge 20% ya madini yote kwa ajili ya kuongezwa thamani, kusafishwa, kuchenjuliwa na biashara ya ndani. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kutunga hiyo sheria, Benki Kuu ya Tanzania imeanza kununua dhahabu tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2024. Mheshimiwa Naibu Spika, leo miezi 18 Benki Kuu ya Tanzania imeweka historia, ina tani 23.8 ya dhahabu, na hivi sasa Tanzania ndani ya miezi 18 ipo kwenye 10 bora ya nchi zenye akiba ya dhahabu. Hii ni kazi kubwa sana imefanyika. Jambo la tatu ambalo lazima tumshukuru sana Mheshimiwa Rais, mwaka 2016 sekta ya madini iliingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni 161 kwa mwaka mzima. Baada ya kufanya marekebisho ya sheria ya madini ya mwaka 2017, tukaanzisha vituo vya ununuzi na masoko ya madini na kudhibiti biashara haramu na utoroshaji. Leo sekta ya madini inachangia kuingiza fedha nyingi zaidi kwenye mfuko mkuu wa serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha uliopita tuliwekewa malengo ya kuingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi trilioni 1.2. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha uliopita tuliwekewa malengo ya kuingiza katika mfuko mkuu wa serikali shilingi trilioni 1. Mpaka tarehe 30 Juni mwaka 2025, mwaka wa fedha ulivyokuwa unaishia, Mheshimiwa Naibu Spika, tuliingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi trilioni 1 na bilioni 71 sawa na 113%. Mwaka huu tumewekewa lengo la kuingiza shilingi trilioni 1.2 kwenye mfuko mkuu wa serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaposimama hapa leo mbele yako, mpaka siku ya leo sekta ya madini imeingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi trilioni 1 bilioni 156. Tumebakiza bilioni 44 kuvunja rekodi yetu ya mwaka jana. Kazi nzuri ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Waheshimiwa wabunge, makofi kwa Rais Samia hayatoshi, tuongeze makofi kwa Rais Samia.